Bwana ameifanya. Praise God. Na ili tukaweze kumtukuza na kufurahia katika wema wake. Bwana atukuzwe. Amen. Haleluya. Kama amekutendea sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Bwana atukuzwe. Amen. Nataka kutoa nafasi kwa ushuhuda kwa watu wawili hivi. Alafu kisha tutakaribisha mchungaji wetu atuletee neno la jioni ya leo. Kwa haraka sana mpaka watu wawili washuhudie. Haya. Praise God. Aliye na mwana? Aliye na mwana? Naona mtaki kusema hapo. Aliye na mwana? Anamshuhudia. Amen. Tushuhudie. Karibu kwa Kulia. Salimie. Amen. Amen. Tumwapishe. Amen. Mwapishe kwa makofi mazuri. Haleluya. Amen. Naye mwingine nimefungia. Kama hakuna tusimame kwa miguu yetu. Tukaribishe mchungaji wetu atuletee neno la siku ya leo. Nataka tumkaribishe kwa makofi mazuri. Sio tupime kipimo kizuri hivi. Pima tu vizuri. Lembesha. Eka maua. Red. Ya purple. Green. Yellow. Angusha. Angusha tena. Angusha tena. Shangwe na vigelegele. Karibu sana baba. Amen. Bwana asifiwe. Asijipige makofi kidogo kwa sababu ya kupiga kwa Bwana asifiwe. Amen. Naomba tupate viketi vyetu. Bwana wabariki sana waimbaji. At least leo umenitia moyo. Umefanya poa. Bwana asifiwe. Si mtu akifanya vizuri apigwe. Sio amefanya poa. Si wapigie makofi kidogo. Ndio makofi. Na mwaka mpya. Hebu tupigie Bwana makofi, tuwapigie makofi mazuri. Amen. Amen. Bwana wabariki sana. Nina furaha jioni ya leo kwa sababu ya kuneemeshwa na Mungu na kwa sababu ya kulindwa na kuhifadhiwa na yeye. Bado tuko katika kipindi cha kuweka foundation ya mwaka huu kwa sababu ni mwaka ambao Mungu ataweza kutenda makuu na ni mwaka ambao Mungu ataweza kututembelea na ataweza kutenda makuu katika maisha ya kila mmoja wetu. Bwana asifiwe. Ningependa nikaweze kuleta neno kwa kifupi, sitachukua muda mrefu. Nitatumia few minutes to speak the word of God. Na pia niwakaribishe wote ambao wanatufuata kupitia Facebook Live, wherever you are, katika wall ya Grace of God Media. Mahali popote mnatutazama mkiwa, Bwana aweze kuwabariki na aweze kuwatenda mema. Na naamini ya kwamba kupitia programs zetu unabarikiwa mahali mlipo, na hata wale ambao tuko hapa naamini ya kwamba Bwana anazidi kutubariki na atazidi kutuongoza kwa sababu ya wema wake. Bwana asifiwe. Nataka kushiriki neno nanyi kwa kifupi sana, and I want to speak about the salt of the world. The salt of the world. Kuna mahali ambapo Yesu aliwaita wanafunzi wake, na sidhani aliita wanafunzi wake peke yake, lakini ni kama alikuwa anaongea na wote ambao wanamwamini, na kuna maneno ambayo alikuwa anawaambia. Ningependa tufungue the book of Matthew chapter 5 verses 13 to 16 ili tukaweze kusoma na kusikia neno la siku ya leo, na naamini ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Amen. Hallelujah. In the book of Matthew chapter 5 and verses 13 to 16. Verses 13 to 16 in the book of Matthew. Hapo ndipo ningependa tukaweze kushiriki neno jioni ya leo, naamini ya kwamba tutabarikiwa. Biblia inasema, ninyi ni chumvi ya dunia,
Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Verse 16. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Leo ningependa nikaweze kuzungumza just three areas ambazo tunapaswa kuangalia sana wakati ambapo tunaweka foundation ya mwaka huu, kwa sababu tulisema ya kwamba it is our year of fulfillment, na ndio uwe mwaka ili mwaka huu tuweze kuwa na hiyo fulfillment ambayo Bwana alitunenea ya kwamba ni mwaka wa utimilifu, ili huo utimilifu uweze kuonekana na kudhibitika katika maisha yetu. Then it will determine with the foundation ambao tunaiweka mwanzo wa mwaka huu. Bwana asifiwe. Nadhani sio unakuta kwamba kuna watu ambao sasa wako kwa maombi ya kufunga. Ile kufunga ni wanafunga wakianza mwaka, hawafungi kama ni mazoea, kama ni kawaida. Ni kwa sababu kuna watu ambao wanaelewa siri ya kuweka foundations za mwaka. Bwana asifiwe. Na wakati ambapo tumejua namna ya kuweka misingi ya mwaka, ama namna ya kuweka foundation nzuri za kutusaidia kuimarika mwaka huu, ni vizuri kujua kwamba kuna mambo ambayo tunahitajika kuyafanya. Na kwa hivyo Yesu akawa anazungumza na kanisa na akawa anawaambia kwamba ninyi ni chumvi ya dunia, ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Na pale chini akamwambia kwamba pia ninyi ni nuru ya ulimwengu. Yaani ni kusema ya kwamba wakati tu tumempokea Yesu tumetiwa mwangaza, na mwangaza ambao tumetiwa sio wa kutumilikia sisi tu wenyewe, lakini pia ni wa kumulikia wengine. Wakati ambapo wanatuona, wanaona mwangaza ndani yetu. Bwana asifiwe. Wakati ambapo wanatuona, wanaona Mungu ndani yetu. Na kwa hivyo ningependa niseme hivi ya kwamba as we start and as we begin this year, ni vizuri kuweka foundation nzuri. Na foundation ambayo ningeomba Mungu atusaidie kuiweka ni foundation ya kuwa na ladha nzuri mahali ambapo tunakaa, mahali ambapo tunafanyia kazi, mahali ambapo tunaenda. Bwana asifiwe. Ya kwamba mahali popote nikienda kuna alama ambayo nitawacha. Kuna mambo ambayo yataonyesha ya kwamba kuna nuru ambayo iko ndani yangu na inaangazia wengine. Haleluya. So Yesu akawa anawaambia kwamba hakuna mtu ambaye huwasha taa yake na akaiweka chini ya pishi. Hauwezi kuwasha taa alafu iweke chini ya kitanda. Hauwezi kuwasha taa alafu iweke chini ya meza. Wakati ambapo umewasha taa, unaiweka mahali ambapo itaangazia watu. Sasa naye Yesu anawaambia kwamba nimewafanya taa za dunia, nimewafanya nuru ya ulimwengu. Na kwa sababu nimewafanya niwe nuru ya ulimwengu, wakati wote nimewasha nuru yangu ndani yenu, inapaswa kuangazia wengine, ili kupitia mwangaza ambao nimeweka ndani yenu, watu wakaweze kuniona. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo as we continue with this year of fulfillment year, ni vizuri usikujua kwamba Mungu kuna vitu huwa anaangalia ili akuje kumkamilisha mtu. Kuna vitu ambazo Mungu huwa anaangalia ili akuje kumtetea mtu. Mungu akuje kutetea watu tu kiunduzo. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akuje tu anasema ya kwamba kuona yule tu nitaona, yule tu nitapatana naye nitamsaidia. Wakati ambapo Mungu anakuja kufanya fulfillment katika maisha ya mtu, anakuja kulingana na vile yule mtu amejiandaa. Na kwa wakati ambapo tumejiandaa kupokea mwaka wa ushindi, kupokea urejesho, kupokea nguvu, wakati ambapo tumejiandaa katika kujiandaa kwetu, hapo ndipo Mungu anaonekana. Bwana asifiwe. Na ningependa kutaja haya mambo matatu ambayo tunapaswa kuwa waangalifu sana wakati wote tunaangazia ulimwengu. Number one, we should be very careful with our tongues. Tunafaa kuwa waangalifu sana na kuwa very keen na kile ambacho tunanena kwa ndimi zetu. Haleluya. We should be very careful with our tongues. Kwa nini our tongues? Kwa sababu kupitia maneno ya
kupitia maneno ya kinywa changu kuna ladha inaweza ikasikika. Na nikawa nikijiuliza, ni kwa nini Yesu hakupeana example na sukari ama asali? Aseme ya kwamba mimi ni asali ya dunia. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu asali wakati wote ni tamu. Wala asifiwe. Kwa nini hakupeana example na sukari? Wakati mtu anasema hii sukari imezidi, hiyo chai inakuwa kali ama inakuwa tamu zaidi? Hebu nijibuni. Wakati mtu anasema hii sukari imekuwa mingi kwa hii chai, ni ukali ambao ni ukali unakuwa umezidi ama ni utamu unakuwa umezidi? Kwa nini hakupeana example na sukari? Wala asifiwe. Akapeana example na chumvi. Na wakati chumvi ni nyingi kwa chakula, chakula inakuwa tamu au inakuwa kali? Hata unashindwa kuikula. Lakini sijaiona, ni wachache sana utakuta wakishindwa kukunywa chai kwa sababu sukari imezidi. Ni wachache sana. Wengine hata ndio wanafurahia katani ile kana ile sukari ina biashara hiyo na sukari mwingi. Wala sipi. Wengi wanasema wanaifurahia wakati iko na hiyo sukari nyingi. Lakini chumvi ukipata chakula imepikwa hata kama inarepeka, upate nyama ni nzuri, inaonekana hata iko inapendeza. Lakini uoje usikie chumvi imepitishwa, hiyo nyama unakosa kuifurahia, unakosa kuipenda. Na kwa hivyo Yesu akawa anawaambia, akawapa mfano na chumvi. Ningependa niwaambie the reason why Yesu alipeana mfano na chumvi. Yesu alikuwa anaambia watu hawa ya kwamba wakati wote katika maisha yenu mnapaswa kupima na kubalance maneno ya vinywa vyenu. Maneno yenu yasiende sana yakazidi. That is why Biblia inasema kwamba katika kitabu hicho cha in the book of Matthew, Mark, Luke and John. Kuna mahali, kila mahali Biblia inasema ya kwamba kuna sehemu Biblia inasema ya kwamba maneno mengi ni kama chachu, yanaweza furisha. Maneno mengi yanaweza kuharibu. Na kwa hivyo hata Yesu akawa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba jihadharini sana na maneno ya Mafarisayo na Masadukayo. Ni kwa nini Yesu alikuwa anawaambia ya kwamba kuna maneno mnaweza kuyaongea yaharibu ladha. Haleluya. Sijui kama nyinyi mshakutana na watu ambao mnaanza kuongea vizuri hata unaenjoy vile anasema. Lakini as you continue to talk, as you continue to speak, hivyo ndivyo maneno yake yanaendelea kukuchoma choma. Unafika mahali sasa unauliza ataenda saa ngapi? Ni kwa sababu maneno yote ya kinywa yanapaswa kuwa balanced. Kama vile huwezi ukaweka chumvi nyingi kwa chakula ili hiyo chumvi isiharibike, then nayo maneno ya vinywa vyetu tunapaswa kuyapima. Ndio Yesu akasema ya kwamba, sijui kama Yesu alisema au Agano la Kale linasema ya kwamba heri kuwa msikizaji sana kuliko mtu wa kuongea sana. Bwana asifiwe. Na kwa hiyo as we lay the foundation of this year, ningependa ukuwe mwangalifu vile unaongea. Kuwa mwangalifu vile unawasiliana na watu. Kuwa mwangalifu maneno yale yanatoka kwa kinywa chako. Kwa sababu gani? Ukiharibu foundation ya maneno yanaweza athiri kubarikiwa kwako kwa mwaka huu. Haleluya. Nikiharibu ulimi wangu na maneno mabaya, ulimi wangu na maneno ya chuki, ulimi wangu na maneno ya wengine, yanaweza affect, yanaweza zuilia baraka za Mungu zikuje katika maisha yako. Na kwa hivyo inapofika hapo, badala ya kuongea sana, afadhali nianguke mbele za Mungu, nimulilia nisaidie, ndio mwaka huu nione baraka zake. Ladies and gentlemen, kwamba many people today they are in prayers kuambia Mungu, nisaidie mwaka huu, nisaidie mwezi huu, nisaidie miezi iliyo mbele zangu. Kwa sababu gani? Ninataka mwaka huu nikuone, unisaidie kupigana vita vyangu, unisaidie kushindana, unisaidie kuongea kwangu. Wakati ambapo nitasimama mbele ya watu, nitazungumza kile ambacho kinakupendeza. Hallelujah. So we should be very careful with the way we communicate to other people. Hallelujah. By the way, wacha niseme hivi, watu wengi wameng'olewa katika wokovu na maneno. Wameng'olewa katika salvation na maneno. Sijui kama unajua kwamba kuna mtu anaweza ongea kitu ambacho inamhukumu. Sasa wacha kusikia, kwa sababu nitaenda kwa hiyo number 2. Careful with our ears. Kuna mtu anaweza ongea kitu akisikia ya kwamba ilikufikia, hakuwe hata kuja kanisani tena. Si ati yeye aliongewa, lakini yeye aliongea.
Na kwa sababu aliongea maneno yale, aliongea akajua kwamba hii maneno si mazuri. Wakati ambapo atajua kwamba haya maneno yamekufikia, yanamfanya withdraw kutoka kwa wokovu. Kwa sababu gani? We should be very careful with what we speak with our mouths. So Yesu akamwambia kwamba nyinyi ni chumvi ya dunia. By the way, tunasema kwamba kuna watu wanaweza kufuata kwa sababu ya ushuhuda wa kinywa chako. Vile tu unaongea, vile tu unadiscuss mambo. Kuna watu wanaweza kufuata kwa sababu ya vile wanasikia ukiongea. So ulimi wako unaweza kuvuta watu karibu na wewe. Solomon alivuta watu wengi sio kwa sababu ya vile aliishi, kwa sababu ya vile aliongea. Kwa sababu maneno yote Solomon aliyaongea yalikuwa na hekima, yalikuwa na wisdom, na yaweze kuvutia watu hao wote mpaka queens wake wa wafalme watu wakubwa wa mataifa wakaweza kuja kwake wamsikilize. Ni kwa sababu maneno yale yalikuwa anayaongea yalikuwa connected na heaven, yalikuwa connected na hekima ya mbinguni. Bwana asifiwe. Haleluya. By the way, kama kuna kitu ningependa uombee mwanzo huu, next week Mungu akitusaidia tunaweza kuwa kwa maombi ya fasting kama kanisa. Kama kuna jambo ningependa ujiombee sana, niwaambie Mungu, control my tongue. Control my tongue. Haleluya. Hebu sema God control my tongue. Hiyo sio ya ibada. Sema God control my tongue. Mungu ongoza maneno ya kinywa changu. Wakati wowote ninaongea, weka mlinzi. Isaia aliambia Mungu, weka mlinzi kwa kinywa changu. Na watani niwaambia, hakuna mtu anakuwa na shida kama mtu ambaye haacceptiki ya kwamba kinywa chake kinaweza tukiwa vibaya. Mtu yote ambaye anasema kwamba mimi maneno yangu yote yanakuwa sawa, ni vigumu kufanyiwa kazi na Mungu. Lakini mtu kama Isaia anaambia Mungu, mimi ni mtu wa midomo michafu, ninaongeaga sana, ninaongea maneno yasiyokufaa, ninaongea maneno yasiyoambatana na ufalme wako. Anaambia Mungu, weka mlinzi katika kinywa changu, ili wakati ninaenda kutamka neno lisilofaa ananizuilia kulitamka. Haleluya. Wakati ninapaswa kunena baraka, nikikaa kama ninataka kutamka laana, huyo mlinzi ananizuilia nisitamke laana, wakati ambapo ninapaswa kutamka baraka. So we should be very careful with the way we communicate, with the way we speak in front of other people. Vile ambavyo tunaongea mbele ya watu, vile ambavyo tunawasiliana na wengine, tunapaswa kuwa na waangalifu. Kuna kitu mtu anaweza kuongea mpaka watu usikie wameulizana, huyu mtu anakuwa ameokoka? Kwa nini? Na alikuwa ameonekana akiwa sawa kama hajaongea. Kama mtu akikuja kunisalimia na kuja leo, Bwana asifiwe sana, lakini kile nitaongea na huyu mtu ameokoka. Kwa sababu maneno yanaweza fanya baraka yako ikose kukufikia. Si Mungu atusaidie mwaka huu tutumie vinywa vyetu vizuri. Mungu atusaidie tutumie vinywa vyetu kujenga wengine. Mungu atumie vinywa vyetu kurekebisha wengine na kuwafanya watembee pamoja na Mungu. Number 2, we should be very careful with our ears, what we hear most. Kile ambacho tunasikia sana. And I'm very sure today we have many Christians ambao hawaendi makanisani. Na sio hapa kanisani kwetu, na sio makanisa yetu ya town na Nakuru. Kuna Wakristo wengi. Hata ukienda kwa wale watu ambao wanakaa nyumbani Jumapili hawaendi makanisani, uulize yule mtu, ni kwa nini? Kwani haujui mambo ya kanisa? Anajua. Lakini unakuja kwamba there is many people today wako nyumbani kwa sababu ya kile walipatia masikio yao kusikia. Haleluya. Kwa sababu ya kile walipay attention. Waliposikia jina lao limetajwa mahali wakageuka, wasikie vile jina lao litakavyodescribiwa. Ile description, inaitwa description, inaitwa nini? Vile walivyodescribiwa, maneno yao yalipoingia kwa masikio yao yakaharibu ushirika wao na Mungu. So we should be very very careful with what we hear. Mtu akikuja kwako anaanza kuleta maneno ambayo yanakukera, maneno ambayo yanakaa kama yatakera mtu mwingine, unapaswa kuwa mwangalifu sana, usipatie moyo wako maneno yasiyofaa. Kwa sababu watu wengi wako nyuma kwa sababu ya kile walisikia. Watu wengi wameshindwa kutembea na Mungu kwa sababu ya kile walisikia. Watu wengi wameshindwa kutumikia Mungu, hata wachungaji. There is pastors wameshindwa kutembea na Mungu kwa sababu ya maneno walisikia. Waliposikia maneno wakayakubalia, yakaingia
I remember the time tulikuwa tunafanya harusi na my wife. Kuna mama alitukutia na kichungi. Na akatuambia kwamba hii kichungi nimewaletea ni ya kuchunga chai, lakini nimewaletea niwapatie umuhimu wa kichungi katika maisha yenu. Na akatuambia kwamba hii kichungi ni kama masikio. Mtakuwa mnasikia mambo mengi, mengine ni mazuri, mengine ni mabaya. Yule mama akatuambia kwamba msikubalie maneno mabaya yanayoingia kwa masikio yenu yaingie kwa moyo. So hii kichungi itakuwa inachunga maneno yale ya kuwasaidia, mnayaruhusu yaingie. Yale ambayo hayawasaidii mnayatupa nje. Haleluya. Lakini tukiwa watu wa kukumbatia kila maneno tukisikia. Kesi nyingi leo mpaka zenye ziko makotini ni za watu walisikia. Wanasifiwe. So unapaswa kuomba lay the foundation of this year. Uambie Mungu, ninaomba unisaidie masikio yangu yasiwe yanasikia negative things, yasikie positive things. Jana nilikuwa nikisoma kwa internet habari ya mchungaji mmoja, ushuhuda wake ukitolewa na wale wanamjua kutoka utotoni mwake. Na walikuwa wanasema ya kwamba he is the only pastor in the world hajawahi zungumza kitu negative. Bwana sifiwe. Yaani wachungaji kama 100 na almost 1,000 wanatoa testimony yako, wanasema huyu mchungaji hajawahi ongea kitu negative. Ukienda umwambie ninataka kufanya jambo fulani, uko na uwezo, anasema niko na uwezo. Yeye akifanya miradi, yako na kanisa kubwa sana, akifanya miradi yake hafanyaji akisemaga sina pesa, ni kugumu, kazi ni mbaya. Yaani walikuwa wanasema kwamba hakuna maneno ya negative yameshatoka kwa kinywa chake. Naye hajawahi kubalia masikio yake yaingie maneno negative. Haleluya. Wakati unaenda kule basi unamwambia hii kazi imeharibika. Mambo anakustop na kwambia no. That is not the language of a believer. Temptation seti hajajaribiwa, seti hajakosa pesa, seti hajaingia kwa ukavu, lakini kuna kitu alijifundisha kuongea mambo positive na kusikia mambo positive. Unasikia mambo yale mazuri na unaongea mambo yale mazuri. Kwa sababu unaweza kuwa mtu ambaye anaongea mambo mazuri, lakini yale unasikia sana ni mambo negative. Do you know that? Unaweza kuwa mimi wako ni wakusifu tu Mungu na kwambia Mungu ninakupenda. Mungu tembea nami. Mungu ninakuona. Lakini ukiingia kwa nyumba ama ukikutana na marafiki, zile maneno unasikia zote ni negative. Hakuna kazi. Uchumi umeharibika. Alafu unaenda unasimulia na wimbo mwingine inasemaga Bible ilikuwa imekuja ya kwamba hapa duniani hakuna mahali pa kukaa. Mambo ni positive, mambo ni negative. Umeongea mambo mazuri, umeongea mambo positive, lakini mambo yale yanaingia kwa masikio yako ni mambo ya kukuvunja moyo. We should be very careful. By the way, acha niwaambie hii for free. Hata kwa hili kanisa ukisikia mtu anakuletea mambo negative, muavoid. Niliwaambia siku nyingine hapa, mimi sitembeagi na mtu akunitakia kifo kila wakati. Mtu akunitakia ukame every time. Yaani hakuna siku mtu anakuwa na kitu. Mmoja anataka ukite ndio na iko. Kesho mtu dada kumbe halipika hata sijui nitakula nini. Sometimes it's good. Wacha kumpea masikio sana azungumze. Kwa sababu unaweza jikuta umeattract kile anaongea. Ujikute nawe umeanza kuongea the same. Haleluya. Na kwa hivyo nikasema kwamba avoid mtu yote anakuja kukuonyesha vile ni kugumu, vile hakuna matumaini, vile hatuwezi kujenga. Kuna mtu aliniambia na sitasema ni nani kwa hili kanisa aliniambia. Alikutwa na mshirika akamwambia, "Hey pastor, anaona kama tutaamua kujenga hili kanisa na corona." Nikamuuliza, wewe wakati alikuambia hivyo ulimwambia aje? Akaniambia, nilimwambia kulingana vile naona pastor akitembea na imani tutaijenga. Avoid negative things. Avoid negative words. Mimi naamini Mungu anaweza pitia njia yoyote akikuja kukubariki. Ni kweli unaweza kuwa kwa hali ngumu, lakini hizo hali ngumu Mungu ako na njia zake za kuzishughulikia. Kwa nini ukubali kutembea na vile ulimwengu inatembea? Ukubali kuongea vile ulimwengu inaongea? Ukubali kusikiza zile nyimbo ulimwengu unaimba? Mwimbaji mmoja ndiye alikuja akachanganya sasa Wakristo wale ambao walikuwa wanajitiaga moyo, wakawa ni kama wamekwisha. Mwimbaji mmoja aliimba akasema,
Ile yangu kwega, ugaga ni kwega. Ile yangu ikoru, ukauga. Hiyo ni fact ya ulimwengu. Na wacha niwaambie Wakristo wote wanatembeaga na fact, hawatembei na imani. Mkristo yoyote anatembeaga na fact ya kwamba juu sina pesa, nitaenda na hiyo wimbo ya sina pesa. Kwa sababu imani always iko kinyume na fact. Imani inasema ya kwamba wakati wewe ni mgonjwa na unasikia kabisa siwezi kufanya jambo juu mimi ni mgonjwa, imani inakuambia useme mimi si mgonjwa. Unanielewa? But what do we do normally? Wakati unasikia kajoto, kabaridi, unaweza kusema bana baridi. Maya? So unatembea na fact. Haufai kutembea na fact, unafaa kutembea na imani. Unasikia tu dalili tunakuja, lakini unaambia ulimi wako hautatamka malaria, hautatamka magonjwa, utatamka uponyaji, utatamka nguvu. Bila sema kwamba wakati wewe ni weak, wakati wewe ni mdhaifu, sema niko na nguvu. Wakati uko na njaa, sema nimeshiba, hata kama fact inasema uko na njaa. That is the language of a believer. Bwana asifiwe. Unaweza imba wimbo ya kushiba ukiwa na njaa? Mama tunaona leo kwa mama tunaona wengi. Unaweza walishwa njaa na mume wako saa moja akose kitu ya kukupea kule. Na breakfast ikuwe hakuna. Saa saba akikuja kuangalia vile unaendelea na si lunch ameleta umuhaki, umwambie karibu my husband. Hapo utamuuliza wengine nilisikia ulizo mahali kwa TikTok Kenya. Wako. How do you approach problems? By the way, many people they fail because of how they approach problems. Vile una approach shida yako nitabaini kama utaishika. Unanielewa? Bwana asifiwe. So as you lay the foundation of this year, si Mungu akusaidie uache kusikiliza mambo negative sana. Mungu anakuja kwambia huyo mama hata ninaona ni kiberebere sana. Wacha kuangalia ukiberebere. Angalia kitu kizuri ndani yake. Hiyo ndio itakusaidia kufikiria mambo positive kuhusiana na yeye. Haleluya. Ndio kiko kwambia pastor wetu anajirudia. Anaongeanga hii baada ya dakika 5 unaona amerudia. Alafu tena ufuata hiyo. Nitakuja kukuboa hapa. Kwa sababu sasa utakuja kunipima na kile hujapimwa negative. Hapo na akwambia kwa sababu ile tu. Anaenda kusema selfishness. Anasema self. Dawa hiyo mkubwa. Sasa unakuja hapo una time pasta aseme katika Kizungu. Ndio usikie vile ataka pronounce useme no ile era moja. Wala asifiwe. We should be very careful. Na mambo yale yanaingia kwa masiki. Yanaweza fanya baraka zetu zikose kutufikia. And finally, we should be very careful with our eyes. Kile ambacho tunaona sana. Mambo yale tunaona. Mambo yale tunapea macho yetu sana. By the way, you know you are a product of what you see. Your faith grows by what you see. Ukiangalia, ukiwa mtu wa kuangalia mambo mazuri, moyo wako unafuataka kile unaangalia sana. That is unakuta leo kuna lesbians wengi, kuna mashogas wengi, kuna makahaba wengi kwa sababu ya kile wameusia macho yao. Bwana sifiwe. Watu wengine wanatoka kwa ndoa zao, wanaenda nje ya ndoa, sio kwa sababu walikuwa wamepanga, kwa sababu ya kile wanauzia macho yao. Kwa sababu kile unapatia moyo macho yako sana. Kuna mtu mmoja alisema, hata kama sikukubaliana naye sana, akasema kwamba mbinguni watu wale watakuwa wengi ni vipofu wale hawaonaki. Na nikawa nikifikia kwa nini amesema hivyo? Akasema kwa sababu kipofu hafikiri wewe ni nani. Hata ukienda ufanye pale catwalk, upitie pale na kabini yako, kipofu haoni, hata ashughuliki na hiyo, hata ajumepigia hapo na style gani. So yeye akienda mbele za Mungu hana temptations za kile kiskati aliona. Yeye anaenda mbele za Mungu akiwa wow, I want to see you God. Yesu akasema nilikuja ili wale walio vipofu waweze kuona na wale wanaona wawe. So Yesu alikuwa anamaanisha ya kwamba tuache kutumia macho haya ya nje sana. Hata kama kuna msemo inasema macho hayana pasia, wakati mwingine tuyaweke pasia ya kiroho, tuache kuona mambo mengi ndio tuone ufalme wa Mungu.
Wala sivyo. Kwa sababu tukiuzia macho yetu mambo mabaya ndiyo yatatoka ndani yetu. Tukiuzia macho yetu mambo ambayo hayafai ndiyo yatatoka ndani yetu. Wacha niwaambie ukweli. Hautakutana na mtu yote ambaye anaonaga sinema za pornography kila wakati ukute huyu mtu aikikwa dhambi. Kwa sababu anauzia macho yake maovu. So kile ambacho anauzia macho yake ndicho kinaingia kwa moyo, kikitoka kwa moyo kinaingia kwa mawazo, mwili una react. Haleluya. So we should be very careful. Mwaka huu tuuzie macho yetu zile vitu vizuri. Tuuzie macho yetu mambo yale ambayo yanajenga mioyo yetu, sio mambo yale yanabomoa miili yetu. Yale ambayo yanabomoa mioyo yetu. Haleluya. Kuna siku nilisema hivi ya kwamba wamama wanakuwa na udhaifu mmoja, na najua mama wetu tunajua. Wamama sisi tunakuwa na udhaifu sana ya kusikia. Hatukuwa na udhaifu ya kuona. Wamama macho hayaonagi sana, lakini masikio iko very sharp. Mama anasikiaga sana kile kilo. Unaweza ongea kitu na meho mama asikie. Wamama wako sensitive kusikia sana. Nao wanaume wako sensitive sana na macho. Lazima unaweza enda na your husband kwa barabara, uone amesimama anafuatana na mwingine anaangalia. Hata amesahau uko na yeye. Wakati unamuuliza jana, haya, ende kwa sababu dia, kwa sababu they are sensitive with what they see. Bwana asifiwe. Haleluya. So, wale watu ambao wanafaa kuweka pasia sana za macho ni kina nani? Ni wazee. Na ndio kuna mtu alikuwa anasema kwamba hata hizo sinema mbaya wale watu wanaona sana si wanawake. Ni wanaume. Wanaume wanauzia macho yao vitu mbaya sana. Wanawake wanauzia masikio yao vitu. Na ndio waamini wanawake wako sensitive na kusikia. Si ni maneno yalifanya ukubali yule mkono yeye. Kumuona ulimuona ama alikuongelesha? Haukuongeleshwa na wengine huko nyuma. Lakini ile tone alikuja nayo ikamweza upate. Kasema hakuna mwingine ashaiongea vile umeongea. Maneno hayo wala sifiwe. So we should work for the foundation of this year. Na tutaifanya kazi tukishughulikia mambo hayo yote matatu. Tushughulikie ulimi wetu, vinywa vyetu, tushughulikie masikio yetu, kile ambacho tunasikia sana. Usisikie sana maneno ya kukuvunja moyo. Usisikie sana maneno ya kukuchafua. Sikia maneno moja ya kukujenga. Na pia usiuzie macho yako mambo ambayo ni maovu. Uzia macho yako mambo mazuri na utafanyika tu vizuri ambayo iko na raha hapa duniani. Watu watatamani kukutembelea. Watu watatamani kukusikiza. Watu watatamani kushikane na wao kwa sababu ya kile umekuwa ukiongea na kile umekuwa ukifanya katika maisha yako. Si Mungu atusaidie. In Jesus name. Ningependa tuweze kuomba tumalizie hapo. Bwana aweze kuwabariki kwa sababu ya kuja siku ya leo. Naamini ya kwamba tumebarikiwa. Wale ambao wanakuwa online mtanifuata leo saa 2:30 tutakuwa live. Kuna kipindi ambacho tulianzisha kama majuma matatu yamepita, na Bwana amenipatia jina hilo. Hata leo nimefungua account yake. Na kwa hivyo mnaweza pata nimewaiinvite katika platform ya Grace of God Media. Nimeweza kuifungua na itakuwa ya baraka katika jina la Yesu. Amen. That's all. Unaona leo watu hawalike sana kwa sababu waiba wako wageni. Lakini naamini ya kwamba wataendelea kukuja na nitakuwa nikiwataa ili tuweze kuimarket. Sawa. Bwana asifiwe. Wale ambao tuko na accounts za Facebook na nyinyi marafiki zao, inaweza kuwatag wakati mwingine kwa sababu sasa nataka tutumie platform ya God, Grace of God Media, tuweze kufikia ulimwengu, tufikie marafiki zetu, tufikie watu wa familia zetu, na itakuwa ya baraka katika jina la Yesu. Tusimame kwa miguu yetu. Sijui Pastor Miriam wewe unajua corporate hii, wewe unajua worship ziko pande gani, praise ziko pande gani? Ungetuwekea worship dakika 2 tujipeleke mbele za Bwana. Ombea hao mambo matatu. Ambia Mungu, ninaomba mwaka huu nisaidie nishughulikie kinywa changu. Nisaidie nishughulikie masikio yangu. Nisaidie nishughulikie macho yangu. Bwana, ninaomba mwaka huu nisikukosee kwa kinywa changu. Kwa maneno ya kinywa changu nisikukosee. Kwa maneno Bwana ya ulimi wangu nisitende kinyume na mpango wako na makusudi
makusudi yako, bali Bwana nisaidie kufanyia kinywa changu kazi. Nisaidie Bwana kutawala ulimi wangu. Ulimi wangu hautanitawala, ili nikanene mabaya juu ya watu wengine, ili nikanene mabaya juu ya ufalme wako, ili nikanene mabaya juu yangu mwenyewe. Nisaidia, naomba ukaweze kuniongoza katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana kufanyia kinywa changu kazi. Weka mlinzi katika kinywa changu Bwana, nisaidie maneno yanayotoka kwa kinywa changu yawe ni maneno yanayokupendeza, yawe ni maneno yanayoambatana na neno lako Bwana. Niongoze Bwana, ongoza maneno ya kinywa changu.